pesa anaitoa wapi? Maana hiyo pesa haitoi kwenye mfuko wa serikali. Je, mfuko wa serikali una hela kumudu uchumi ambao unaonekana kuzorota nchini? Lakini pia na kuendelea. Mwezi mmoja uliopita huko DRC imetolewa taarifa kwamba msafara wa kiongozi wa waasi wa M23 Corneille Nangaa ulishambuliwa vikali na nani? Inaonyesha kwamba msafara huo ulishambuliwa na baadhi ya watu waliokuwa wametega mtego mkubwa kwa ajili ya kumuua Corneille Nangaa, lakini inaonyesha alinusurika kwa sababu ya uimara na uhodari wa walinzi wake, ambao baada ya msafara huo kushambuliwa ikaonyesha kwamba sasa ipo nafasi ya kutoroka. Ndipo gari la Corneille Nangaa likapinduliwa haraka ama likageuzwa haraka na kuanza kukimbia, lakini baadhi ya walinzi wake au askari wake inaonyesha waliuawa pamoja na kujeruhiwa, na yeye akasadikika kwamba alikimbilia Rwanda, lakini mpaka sasa taarifa zinaonyesha kwamba Nangaa yupo hai. Licha ya hilo, lakini upo uvumi ama taarifa kwamba aliyekuwa rais wa DRC Bwana Joseph Kabila, ambaye ametangaza hivi karibuni kwamba atarudi katika nchi yake ya Kongo hivi karibuni na kwa haraka sana, na ijulikane Rais Kabila anaishi zaidi ya miezi 6 sasa ama miaka 6 sasa huko nchini Afrika Kusini, ambako ndiko alikokuwa amekimbilia baada ya kuona kwamba usalama wake katika nchi ya DRC ni mdogo. Lakini kwa sasa ametoa taarifa kwamba anarudi Kongo kwa ajili ya kusaidia nchi yake kupata amani. Lakini kumbukwe hata chama chake ambacho kipo nchini Kongo kimetangaza hivi karibuni kwamba kinaingia kikamilifu katika siasa za Kongo kwa ajili ya kurejesha amani ya Kongo. Lakini inaonyesha kabla hajatoa tamko hili alifika Uvira na kukutana na makundi kama 3 au 4 hivi kwa ajili ya kupata support ya kisiasa na kijamii. Alikutana kwanza na wazee wa Uvira ambao alizungumza nao kwa ajili ya kurejesha amani katika taifa la Kongo, lakini kuungwa mkono yeye. Lakini alikutana na baadhi ya wanasiasa walioko Uvira, lakini alikutana pia na baadhi ya wafanyabiashara kwamba pia wamuunge mkono katika harakati zake za kisiasa na kurejea katika madaraka ya DRC ama kurejesha pia amani iliyotawanyika hivi karibuni katika nchi ya Kongo. Lakini alikutana na baadhi ya viongozi wa wazalendo ambao baadhi ya viongozi wa waasi wa M23 ambapo mambo yaliharibika baada ya wazalendo kupitia Amiri Yakutumba kupata taarifa za namna hiyo na kupeleka ulinzi mkali katika eneo la Uvira, kwamba alipeleka askari walio wengi pale Uvira ili kusimamia amani iliyopo, na kwamba ili Joseph Kabila asipate nafasi ya kuweka ngome yake eneo la Uvira. Ijulikane Kongo mpaka sasa mambo ni shagara bagara, amani yake haiko vizuri, hasa mashariki mwa Kongo ambako kuna utajiri mkubwa sana wa madini. Na hivi karibuni pia inaonyesha kwamba baadhi ya waasi au wanaoitwa wazalendo ambao pia wanaungwa mkono na serikali au wanamgambo hawa, inaonyesha kwamba wameingia hivi karibuni katika nchi ya Rwanda na kufanya mashambulizi huko ambayo kimsingi yameichanganya sana Rwanda. Na katika hotuba ya rais wa Rwanda ambayo alikuwa anahutubia taifa katika maadhimisho ya kukumbuka ama kuadhimisha maadhimisho ama siku ambayo imejiwekea Rwanda kuwakumbuka marehemu ambao walipigana vita katika nchi ya Rwanda wao kwa wao, yani Wahutu na Watusi, ametoa hotuba kali sana huku akieleza kwamba yeye kama yeye, Rwanda kama Rwanda lazima iendelee kujilinda katika mipaka yake. Maana yake nini? Maana yake kwamba taarifa zisizo rasmi ni kwamba Rwanda inapenda kupigana nje ya mipaka, nje ya nchi yake. Hairuhusu kabisa nchi yake kufanyiwa kuwa kama uwanja wa mapambano, na ndio maana inahusishwa sana na ili kundi la waasi la M23 kule Kongo, kwamba linafadhiliwa na nchi ya Rwanda, lakini Rwanda kila wakati imekuwa ikikataa jambo hilo na kwamba
Rais wa DRC Felix Tshisekedi aendelee kupambana na matatizo yake, kutatua matatizo yake badala ya kutafuta visingizio. Hii ni taarifa ambayo nimeona pia tuzungumze nawe mtazamaji wangu katika eneo hili asubuhi ya leo. Karibu kwa maoni yako. Nini hatima ya Rwanda? Nini hatima ya DRC? Je, Rwanda kutakuwa na vita? Je, Burundi kutakuwa na vita? Je, DRC nani atakomesha vita vinavyoendelea vya wenyewe kwa wenyewe, hasa rasilimali za nchi ya DRC? Nimekuwa nikisema mara zote kwamba ukiona kuku mweupe kwa mganga, ukiona kuku mweusi kwa mganga, ujue ameponzwa na rangi yake. DRC, yani Kongo, inaponzwa na rangi yake, yani inaponzwa na rasilimali ambazo zipo nchini Kongo, yani hasa madini ya aina mbalimbali ambayo yapo katika nchi ya Kongo, hususani hasa katika eneo la mashariki mwa DRC. Na ndio sio anatumika frontiere na kila mtu yuko na siku yake ya kupata bunga ya wanajeshi. Aya Uvira tushinde kufanya hili, haitatuheshimisha. Ndio maana kama na Kiliba nayo tufanye kitu tulifanya Uvira Bandungu. Na kala kukamba nilishachanga wasoda. Na frontiere nilichanga, na mzone nilichanga, na Kiliba tuchange, tuache umoja, tuache manyangu. Mimi nilitoka mwe FARDC kwa sababu si jamais trahi la Kongo. Mwenye aliua mimi baba yangu ni Mweranda. Aliniacha na miaka 7. Si Uganda ndio tumika na evento. Niliingia juu ya kudefendre, nikasema kama mwenye alikuwa ananikomanda naenda mwe 23, nikaunda kikundi, tukaanza mwana kusaidia arme moja mbili ya kuuza, tukaunda division. Na ile division kuna mvuma yayo MDPDP, Mouvement de Révolution Populaire pour la Défense de la Patrie. Ikiriba Kigahunga